Kutokea Arusha ni mwendelezo wa taarifa ambayo tulikwisha kuiripoti kuanzia awali maeneo ya mochwari ama nyumba ya kuhifadhia maiti kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Arusha Mount Meru, tukio lilohusisha vijana almaarufu kama wadudu ambao inaelezwa kwamba waliteka msiba na kuchukua jeneza ambalo lilikuwa lina mwili ndani na kuirudisha mochwari na kuanza safari upya ya kutoka mochwari kurudisha mwili huo katika eneo ambalo marehemu alipaswa kwenda kuzikwa. Hapa tulipo ni kwa Maretu katika wilaya ya Meru, na kikubwa kilichotuleta ni kuangazia mustakabali wa mazishi ya kijana Benson ambaye inaelezwa kwamba kifo chake ni cha utata, na yeye ndiye ambaye amerudishwa mochwari, lakini pia ameletwa hapa kwa ajili ya kuzikwa. Tuko na mjomba wake ambaye anatueleza kisa na mkasa cha kijana Benson, mwili wake kurudishwa mochwari kwa mara ya pili kabla ya kurudi hapa kwa ajili ya mazishi. Mimi naitwa Zabloni Eli Kitomari, ni mjomba wake na marehemu Benson. Kwanza, kwa mara ya mwisho Benson alikuwa anakaa kwangu, nyumbani kwangu Engo Sheraton, na alivyoondoka alikimbilia mkoa wa Tanga kwa ajili ya utafutaji wa madini, lakini alitokea kijana mmoja anaoitwa Tino wa ndani ya boma hili, alimuita Mbeya huko mkoa mpya wa Songwe kwa ajili ya utafutaji wa maisha, uchimbaji wa madini ya aina ya dhahabu. Amefika siku ya Jumapili wiki iliyopita usiku, kwa maelezo ya huyo Tino, baada ya kuleta mwili pale mochwari ndio hojiana naye. Amefika Jumapili. Jumatatu mjomba akawa amepata umauti, lakini sisi kama sehemu ya familia ya Beni hatupata taarifa yote siku ya Jumatatu, na huyo Tino akazima simu yake. Jumanne amezima simu, hapatikani. Jumatano amezima simu, hapatikani. Tumekuja kupata taarifa siku ya Alhamisi saa 12 alfajiri kwamba mjomba wangu Benson ameokotwa kwenye shimo au maduara ya dhahabu, ameshakufa. Basi tukajua kule, kwa sababu kuna jeshi la polisi watashughulika kutoa taarifa, lakini kumbe taarifa alienda kuitoa siku ya Jumatano kwamba ndugu yake amefariki. Alhamisi ile, Ijumaa, Jumamosi usiku nimepokea mwili Mount Meru hospitali mochwari ukiwa umetokea Songwe. Tukakubaliana na jamaa, ndugu wale wa jamaa waliokuwepo pale, bwana mmoja anaitwa Rasta ambao yuko mara nyingi pale mochwari, pia tulishirikiana naye siku hiyo mpaka usiku. Tukakubaliana mazishi yatakuwa leo kwa vikao vilivyokuwa vinaendelea vya boma lao. Lakini cha kusikitisha sana, asubuhi nimewasha gari nimekwenda mochwari kwa ajili sasa ya kwenda kujua ule mwili wa mjomba wangu tumeuhifadhi, umeshaandaliwa vizuri. Cha kusikitisha, nimefika mochwari na naangalia hata jeneza lilokuja nalo kutoka Songwe alipo pale. Kwenda ofisi ya mochwari, wamepitia zile dokumenti zao, wakaniambia Benson ameshaondoka saa nyingi sana. Kwa haraka nilimpigia huyo Rasta saa 1:30. Nikampigia Rasta, huyo anaitwa Ulomi nafikiri. Ulo. Nikampigia simu, ndugu yangu vipi? Mmeshaondoka? Akaniambia brother, tumefika maeneo ya kwa Mrefu. Nikamwambia kwa nini mmefanya haraka namna hiyo? Wakati mimi nilikuwa nawasiliana na mdogo wangu ambao ni mama yake na Benson pamoja na shemeji yangu kwamba wanakuja mochwari ili waje wakaangalie mwili wa mtoto wao, pia ukiandaliwa uwekwe kwenye jeneza kwa ajili ya kuletwa nyumbani. Haraka imekuwa ni ya nini kuwaisha mwili nyumbani haraka kiasi hicho? Hata mama yake mzazi hayupo, baba yake hayupo. Nini kimetokea? Hakuwa na majibu ya kunipa. Basi niliwasha gari yangu nikaelekea msibani. Nimefika msibani, kweli kimsingi nilikuwa nimechukia na taharuki. Naenda kumuona mdogo wangu pale ndani, ameishiwa nguvu, ana jinsi ya kufanya, sababu inaonekana kwamba vile hana msaada wa aina yoyote aliyopata ndani ya familia hiyo aliyoolewa. Okay. Nafika naambiwa tena ule mwili umezuiwa na vijana wanajiita wadudu kwamba uingii, kwa nini umeletwa haraka. Mwili ukarudishwa mochwari. Kwa hivyo sasa hivi tunavyoongea, gari iko njiani inaleta mwili. Lakini pia nilishukuru sana jeshi la polisi wilaya ya Meru
nadhani baada ya kuona taharuki hii iliyotokea, basi viongozi wa jeshi la polisi wamewahi kutukimbilia kuepusha labda yamkini madhara mengine yangetokea zaidi ya kifo cha huyu mjomba wetu. Kwa nini mwili ukachukuliwa kabisa mara mbili? Kimsingi ni vurugu iliyokuwepo eneo hili. Mwili wao vijana wanaojiita wadudu wa bodaboda walikataa ule mwili usiingizwe ndani kwa sababu mama yake na baba yake na mtoto hawakushirikishwa kwenda kufuata mwili wa mtoto wao. Hilo tu ndio lilosababisha. Aliyoenda kuchukua ndio huyo kijana Rasta na mtoto mdogo wake na marehemu ambaye naye amechukuliwa tu, aelewi chochote, kila anajua ni mwili unaenda kuandaliwa. Zeni sisi wazazi wa mtoto tufike tuweze kuondoka na msafara kuleta mwili nyumbani. Mashaka yenu ni yapi katika hiyo haraka ya kutoa mwili mochwari bila kushirikisha? Kimsingi kwa sababu sisi hatuna taaluma ya pasmota. Hata juzi tulitamani sana yule mjomba wetu afanyiwe pasmota kwa sababu pia kifo chake kimekuwa kina mashaka sana. Haiwezekani mtu kufika mkoa ambaye hakuwahi kufika siku moja na siku hiyo apate umauti na kuangukia kwenye shimo la mduara wa dhahabu, wakati hata kwenye hiyo migodi alikuwa haijui. Kwa hiyo kile kifo kimetutatanisha, lakini sisi tunamwachia Mungu, maana Mungu ndio huwa anatoa hukumu kwa kila mmoja hapa chini ya hili jua. Yule kijana alikuwa anawasiliana naye kule Songwe au Chunya, amewasiliana na nyinyi baada ya tukio hili au anajulikana hata yuko wapi na ametoa shirika? Amekuja pamoja na Costa iloleta mwili. Ndiye huyo ambao nakwambia nimekutana naye pale mochwari wakati mwili umeletwa. Na kwa bahati mbaya wakati naongea naye mvua ilianguka kubwa sana. Kwa hiyo alikimbia. Aliniambia yani nirudie kusema kwamba alichonidokeza mimi kwamba marehemu alimpokea. Marehemu alipokelewa na huyo bwana Tino. Alipopokelewa na bwana Tino, kwa maelezo yake anasema walienda wakanywa wine na akampa shilingi 15,000 kwa ajili ya kuamkia kunywa chai ya asubuhi. Hayo ni maelezo ya Tino ambaye ndiye alimpokea huko Chunya. Lakini maelezo yake pale akasema eti alimpotelea pale. Nikamhoji tu kwa maelezo ya kawaida, akaniambia baada ya ndugu yako kupotea na unajua ni mgeni kwenye huo mkoa, ulichukua hatua gani? Hakuwa na majibu ya kuridhisha. Lakini badala yake kwa maelezo ya baba yake mdogo na kijana ambao simu yake ilikuwa ipatikani, huyo Tino asubuhi Jumatatu aliamka akaendelea na majukumu yake kawaida, wala kuhangaika kumtafuta mgeni ambaye amepotea na amekuja kwa ajili yake. Kwa hiyo pia ile ikanipa mashaka kama mzazi. Mwili wake una majeraha yote tofauti na kuanguka? Kwa kweli pande wa huku tumboni panaonyesha sasa papigwa. Kwa hiyo sijui kwa labda alikuwa anapigana au nini. Yaani siwezi kutoa hukumu yoyote kwa mtu yoyote kwa sababu kifo kimeshatokea cha mjomba wangu. Mimi nimuombe Mungu tu tumzike salama. Mungu atahangaika na hawa. Kama kifo chake kimehusiana na mtu yoyote yule, Mungu atapambana na huyo mtu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.